alidharauliwa ili tuwekwe huru, tena akateswa ili tupone, tuwekwe huru. Mbali na mateso, tuwekwe huru. Mbali na maadui, tuwekwe huru. Mbali na mateso, tuwekwe huru. Mbali na maadui, tuwekwe huru. Mbali na maadui. Asante Mungu kwa neema, asante Mungu kwa uaminifu katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Fungua nami kutoka 12 13, kutoka 13 mstari wa 13, kutoka sura ya 13 mstari wa 13 mpaka wa 14, au tunaweza tukaendelea mbele kidogo ili kupata picha ya kile ambacho natamani tukiombe. Anasema kila mzaliwa wa kwanza wa mwana punda utamkomboa kwa mwana kondoo, na kwamba utaki kumkomboa utamvunja shingo, na kila mzaliwa wa kwanza wa binadamu katika wanao utamkomboa. Kisha itakuwa hapo mwanao atakapokuuliza keshoni akisema ni nini hivi, utamwambia Bwana alimtoa Misri kutoka ile nyumba ya utumwa kwa uwezo wa mkono wake. Basi ilikuwa hapo Farao alipojifanya kuwa mgumu ili asitupe ruhusa kuondoka, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote waliokuwa katika nchi ya Misri, wa binadamu na wa mnyama. Kwa ajili hayo anamtolea Bwana wote wafungua tumbo wakiwa wanaume, lakini wazaliwa wa kwanza wote wa wanangu na wakomboa. Amen. Kwa tutaenda kuomba toba kwa ajili ya mzaliwa wa kwanza. Na Biblia inasema Yesu ni mzaliwa wa kwanza kwenye kitabu kile cha Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 13. Nisome kwa sababu jioni tutatoa sadaka maalum, lakini kuna jambo nitamwomba pia mchungaji tuambatanishe moja kwa moja sadaka ya mzaliwa wa kwanza, kwa sababu leo ni siku ya agano la mzaliwa wa kwanza. Sema amen. Fungua na mimi kile kitabu cha Wakolosai sura ile ya kwanza mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, na alitukomboa katika nguvu za giza, akatuimisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Twende unaofuata. Naye ni mfano wa Mungu asionekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Alafu mstari unaofuata unazungumza kwa kuwa katika yeye vitu vyote vilivyoumbwa, vilivyo mbinguni, vilivyo juu ya nchi,
vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni viti vya enzi au sultani au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Sema amen. Kwa tunaenda mbele za Mungu. Yesu ni mzaliwa wa kwanza, na anapoenda msalabani anaenda na wazaliwa wa kwanza. Haleluya. Na lengo ni kuhakikisha mzaliwa wa kwanza leo anavuka na Yesu aliye mzaliwa wa kwanza, katika jina la Yesu. Kwa nimekusomea hii mistari ili ujue tunaposukuma Ijumaa kama ya leo, utakuta mara nyingi sadaka ya mzaliwa wa kwanza inatolewa. Kwa nini inatolewa? Inaenda, yani Yesu anapopanda msalabani anapanda na wazaliwa wa kwanza, kwa sababu hicho alichopita nacho yeye ni kwa sababu ni mzaliwa wa kwanza. Sema amen. Basi tusimame. Wamwendea Yesu kwa kusafishwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo, yafae na mbinguni mavazi, tumeoshwa kwa damu ya kondoo, kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno, ni umeoshwa kwa damu ya kondoo. Naomba wale ambao wazaliwa wa kwanza ni wa kiume wasogee mbele. Wale ambao wazaliwa wa kwanza ni wa kiume tusogee mbele. Mtoto wako wa kwanza ni wa kiume, ndio tafsiri yake, sogea mbele. Na wale ambao ni wanaume ni wazaliwa wa kwanza pia wasogee mbele. Hakikisha unaomba. Jioni mtasogea tena, tutaomba kwa ajili ya mzaliwa wa kwanza wa kike, lakini tunaanza kwanza na wa kiume. Lakini tunapoomba hakikisha unasema neno, unaomba toba kwa ajili ya mzaliwa wa kwanza. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako, ninaomba toba kwa ajili ya mzaliwa wa kwanza wa kiume na mzaliwa wa kwanza wa kike, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Kila vita iliyosimama kwa mzaliwa wa kwanza, kila maagano niliyoyafanya kwa kujua ama kwa kutokujua, na kuja mbele zako kwa damu ya Yesu, nilipokabidhi kitovu cha mzaliwa wa kwanza kwa damu ya Yesu. Maneno yote yaliyotamkwa mzaliwa wa kwanza siku ile alipozaliwa, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, nasogea mbele zako. Wewe Mungu uliye mwingi wa rehema, ninaomba toba asubuhi ya leo kwa damu ya Yesu, kwa ajili ya mzaliwa wa kwanza. Neno lako linasema mzaliwa wa kwanza utamkomboa, nami nasogea mbele zako kwa damu ya Yesu. Ninaomba Baba kukombolewa kwa mzaliwa wa kwanza, yule wa kiume, yule wa kike, kwa damu ya Yesu. Yesu, damu yako ya ukombozi na inene mema sasa, na inene mema sasa, na inene mema sasa, na inene mema sasa, kwa damu ya Yesu. Basi tuende mbele za Mungu, kila mtu atamke neno la toba kwa ajili ya mzaliwa wa kwanza.
Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, nasogea mbele zako kwa wingi wa huruma zako, kwa wingi wa rehema zako Baba, katika damu ya Yesu. Mungu, katika jina la Yesu, mwaminifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninaomba toba Baba, ninaomba toba Yesu, ajili ya mzaliwa wa kwanza, kwa ajili ya mzaliwa wa kwanza, kwa ajili ya mzaliwa wa kwanza. Ninasogea mbele za uso wako Baba, ninasogea magotini pako. Tunajua kabisa mzaliwa wa kwanza ni mrithi, mzaliwa wa kwanza ni agano, mzaliwa wa kwanza ni lango Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, nasogea madhabahuni pako, nasogea enzini pako, nasogea magotini pako. Ninaomba toba Baba, kwa ajili ya vita ambayo mzaliwa wa kwanza anayo, vita ya magonjwa, vita ya mauti, vita ya kutokufanikiwa kwa mzaliwa wa kwanza Baba, katika jina la Yesu Baba, katika damu ya Yesu, nasimama mbele zako asubuhi ya leo nikiwa na damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, na inene mema kwa mzaliwa wa kwanza, na inene mema kwa mzaliwa wa kwanza, yule wa kiume, yule wa kike. Damu ya Yesu inene mema, 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 kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wewe ni mfalme wa falme, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, Mungu mwaminifu, Mungu wa haki, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nami nasimama kinyume na kila roho zinazomfuatilia mzaliwa wa kwanza, maroho ya zinaa, maroho ya urevi, maroho ya kutokufanikiwa kutokana na asili ya familia tulizotoka, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu za giza, achia mzaliwa wa kwanza, achia mzaliwa wa kwanza, achia mzaliwa wa kwanza, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, wa Nazareti mwenye nguvu. Yesu, kumbuka mzaliwa wa kwanza wa huyu mama, ukamkomboe sasa kwa damu ya Yesu Kristo. Kumbuka mzaliwa wa kwanza wa huyu mama, ukamkomboe sasa, ukamkomboe sasa maroho ya vita alionayo, kwa damu ya Yesu Kristo. Maroho ya vita alionayo yule mzaliwa wa kwanza aliotoka katika tumbo lako, kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu za giza, achia mzaliwa wa kwanza, achia mzaliwa wa kwanza, achia mzaliwa wa kwanza, kwa damu ya Yesu Kristo. Na mfungua sasa huyo mzaliwa wa kwanza na hizo vita alizozaliwa nazo, maroho yote yanamfuatilia mzaliwa wa kwanza, toka ndani yake kwa damu ya Yesu Kristo. Naondoa mavita yaliyosimama kwa mzaliwa wa kwanza, kwa mzaliwa wa kwanza, kwa mzaliwa wa kwanza, yale maagano, yale maroho ya ukoo na familia, achia mzaliwa wa kwanza kwa damu ya Yesu Kristo. Riamandoromosa, rikoromosa, kwa damu ya Yesu. Mzaliwa wa kwanza wa tumbo lako na achiriwe sasa, na achiriwe sasa kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Yale maneno aliyotamkiwa kwa damu ya Yesu Kristo. Achia mzaliwa wa kwanza wa huyu mama, achia mzaliwa wake wa kwanza. Nguvu za giza, toka haraka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nguvu za giza, achia mzaliwa wa kwanza, toka kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, wa Nazareti aliye hai, kwa damu ya Yesu. Achia mzaliwa wa kwanza, achia mzaliwa wa kwanza, achia mzaliwa wa kwanza. Damu yako Yesu na ipite, na ipite, na ipite. Endelea kuomba, usinyamaze. Na ipite kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Achia mzaliwa wa kwanza wa tumbo lake, achia mzaliwa wa kwanza wa kiume kwa damu ya Yesu Kristo. Achia mzaliwa wa kwanza, achia mzaliwa wa kwanza, achia mzaliwa wa kwanza,
toka ndani yake kwa damu ya Yesu. Nguvu ya giza yaondoke sasa. Achia mzaliwa wa kwanza, achia mzaliwa wa kwanza kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nadai maisha ya mzaliwa wa kwanza, toka ndani yake kwa damu ya Yesu. Toka, toka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Achia mzaliwa wa kwanza, achia mzaliwa wa kwanza. Nguvu za giza toka ndani yake. Kemea kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Achia mzaliwa wa kwanza, achia mzaliwa wa kwanza, achia mzaliwa wa kwanza, achia mzaliwa wa kwanza. Miungu iachie. Haya, achia miungu ya kifamilia, toka kwa mzaliwa wa kwanza. Mnakemea, si nimewaelekeza jana? Fungua hiyo mzaliwa wa kwanza kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, wa Nazareti mwenye nguvu, wa Nazareti mwenye upendo, wa Nazareti mwenye nguvu. Na achilia damu ya Yesu kwa mzaliwa wa kwanza, kwa mzaliwa wa kwanza, kwa mzaliwa wa kwanza. Damu ya Yesu ipite, damu ya Yesu ipite, damu ya Yesu ipite, damu ya Yesu ipite kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, wa Nazareti mwenye nguvu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tuseme, Bwana Yesu, neema yako iokoayo na iokoe sasa mzaliwa wa kwanza, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Mnaweza ukarudi wena huyo hapa mbaki. Asante. Naomba inua mikono yako juu kwa ajili ya huyu kaka. Tuanze na ukaka. Ninaomba watu wawili mnipe sadaka kwa ajili ya huyu kaka. Kwa ajili ya ukaka. Naomba watu wawili mnipe sadaka kwenye familia yao. Naomba basha. Asante. Asante. Subiri na hiyo pia utanipa. Tusimame. Mmechoka mara hii? Sema, Bwana Yesu, tunaomba toba kwa ajili ya vita ya miungu ya mzaliwa wa kwanza kwenye hii familia. Kwa damu ya Yesu walimtolea sadaka alipozaliwa, na sisi tunamtolea sadaka kwa damu ya Yesu. Tunamkomboa kwa njia ya hiyo sadaka. Maroho yote ya kwao yaachie nafsi yake, yaachie nafsi yake, yaachie nafsi yake, yaachie nafsi yake. Kile kitovu chake tunakikomboa sasa. Yale maagano ya kwao, toka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Naomba mwingine aongeze sadaka yake, tumkomboe kijana pia. Asante. Zinatosha, zinatosha. Sema, Bwana Yesu, tunaomba toba. Yale maagano ya kwao yaliyosimama kwa njia ya sadaka kuzuia kufanikiwa, kwa damu ya Yesu, madhabahu ya ukoo tunaihukumu sasa kwa hii sadaka. Yale maroho yaondoke, toka ndani yake kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunavunja kila maagano ya ukoo kwa damu ya Yesu, kwa kabila lao. Vita iondoke, maroho yaondoke, maagano yaondoke kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Yesu, ingilia kati, ondoa kila uharibifu. Tunakomboa sasa hatua zao, nafsi zao. Toka zilikowekwa, toka zilikowekwa, toka zilikowekwa,
toka zilikowekwa kwa damu ya Yesu. Amen. Pigie Yesu makofi ya shukrani. Asante Yesu. Chukua sadaka, weka kwenye tumbo la uzazi. Naomba tuketi. Ngoja tumwombee huyo mama. Kuna kitu ambacho anakiona ambacho sio kizuri. Weka sadaka kwenye tumbo la uzazi. Kama huna tukuchangie. Naomba bahasha nyingine. Nikiwa naomba niliwaambia msipige vyombo. Tunataka kumsikia Mungu, sio music tena. Una mume wako hapo? Yuko wapi? Okay. Weka mikono kwenye viuno vyako. Wewe sema, Bwana Yesu, tunakuja mbele zako katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Kila maagano yanayofanya vita kwa mzaliwa wa kwanza yamwachie huyu mama, toka ndani yake. Sema, Bwana Yesu, tunakomboa viuno vya huyo baba. Achia mzaliwa wa kwanza aliyezaliwa katika viuno hivi kwa damu ya Yesu. Toka ndani yake, toka ndani yake, toka. Inueni mikono yako tu, tuombe kwa ajili yao. Omba tu, tomba. Niliona kitu kigumu sana kwa ajili ya huyo mama. Sema damu ya Yesu, sema damu ya Yesu, sema damu ya Yesu, sema damu ya Yesu. Kila vita ya uzao na isemesha kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila maagano yanayofuatilia kwenye uzao wa huyu mama, ayo maroho yaondoke, ayo mateso yaondoke, hizo vita ziondoke kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Na tamka ukombozi na uponyaji kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yesu, 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 naita mkono wako ukomboe sasa, uwafungue watumishi wako na watoto wako katika jina la Yesu. Amen. Tumpigie Yesu makofi ya shukrani. Inua tu mikono yako. Nimeletewa mama mmoja alipokuwa amebeba mimba ya mzaliwa wa kwanza. Ulipita kwenye vita sana, na hata ulipojifungua hukuamini umevuka vita yako. Simama pale ulipo. Maana nimesikia Mungu anasema msaidie kabla hujaendelea. Uamini kama ungetoka salama, lakini kwa mzaliwa wa kwanza. Kwa nini naomba hivi? Usiku Mungu amenisemesha kwa muda mrefu kwamba shughulikia au wazaliwa wa kwanza, shughulikia. Ndio maana nasema baadaye tutakuwa na maombi maalum. Sifanyi kile ambacho mara nyingi wanasema usiku. Sipataki usingizi, hasa ninapokuwa kwenye programu kama hii. Na Mungu akawa ananiletea vita, 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 vita. Naamini tunafuka leo na kesho mpaka Jumatatu tutakuwa hatua nyingine kwenye uzao wetu. Na kati ya kitu ambacho ni cha kuomba ni kuhakikisha uzao wako na kwa salama. Sema, Bwana Yesu, na iondoa mauti kwa damu Yesu, toka juu yake. Hakikisha mnaomba. Nimesemeshwa kitu kigumu sana. Sema, Bwana Yesu, tunaiondoa mauti kwa uzao wake kwa damu ya Yesu, toka ndani yake kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Agana kuondoka, toka raka, toka, achia kwa damu ya Yesu. Sema, kwa damu ya Yesu tunaondoa vita juu ya uzao wa huyu mama
kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunaondoa vita, tunaondoa vita, tunaondoa vita kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Achia uzao wa huyu mama, ile mauti iliyoratibisha kwa mzaliwa wa kwanza, ninaamuru sasa na iondoke kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Unatamka ukombozi na uponyaji katika damu ya Yesu. Inua tena mikono yako juu, sema Bwana Yesu, tunamkomboa huyu mama na uzao wake. Ile mauti iondoke, ile mauti iondoke, ile mauti iondoke, ile mauti iondoke. Toka ndani yake kwa damu ya Yesu. Kemea mpaka funguke kwa damu ya Yesu. Mungu akukomboe, Mungu akuvushe, Mungu akukomboe. Achia mzaliwa wa kwanza katika damu ya Yesu. Mama, usilie tena. Yesu akumbuke uzao wako, Yesu akumbuke uzao wako. Toka ndani yake kwa damu ya Yesu. Dada, Mungu akumbuke uzao wako. Ile vita ipate kuachia, ipate kuachia, ipate kuachia. Yale maagano, toka ndani yake, toka haraka. Mnakemea, toka haraka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Achia mzaliwa wa kwanza, achia mzaliwa wa kwanza, achia mzaliwa wa kwanza. Toka ile vita. Yesu aimarize, Yesu aimarize, Yesu aimarize, Yesu aimarize kwa damu ya Yesu. Na kwa damu ya Yesu ninafuta kila uharibifu na kila vita na kila mateso, yapate kuachia kwa damu ya Yesu. Na kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, natamka ukombozi, natamka uponyaji, natamka kufunguliwa. Kila maagano yapate kuvunjika katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Naomba huyu mama tumtolee sadaka. Hata huyu hapa tumtolee sadaka, na huyu tumtolee sadaka. Naombeni sadaka ulionayo tumtolee huyu hapa. Nyingine tuchukue bahasha mbili. Wengine tuweke huko na wengine tuweke huko. Sema Bwana Yesu, nainua hii sadaka. Kila madhabahu za upande wa baba na upande wa mama, ziachie uzao wa hii familia, ziachie uzao. Walitoa sadaka na sisi tunatoa sadaka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kemeni sasa. Naomba hiyo tayari. Msogeze naye tumtolee sadaka. Sema Bwana Yesu. Tamka basi, sema Bwana Yesu, tuko mbele zako kwa damu ya Yesu. Kila maagano yaliyofungwa kwa sadaka, na sisi tunatumia sadaka kwenye madhabahu hii, kwenye madhabahu hii, kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Yesu, walifungwa kwa sadaka, tunawakomboa kwa sadaka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, wewe ni wa haki. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu natamka ukombozi na uponyaji kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sema asante Bwana Yesu kwa uponyaji wako. Amen. Asante Yesu. Kwa hii vita naiona, Mchungaji Mlonganile, huku
Sasa tunafanya kama Dar, hatufanyi kama Iringa, si ndio? Kwa jioni jiandae. Wewe angalau umekuja Dar, unajua ibada zinafanyikaje. Kwa jiandae baadaye. Mchungaji wenu nilimuona amekuja Kimara KKT kwa napambana. Sasa nilipofika hapa nikamwambia wewe si nilikuona kanisani. Akabaki na yeye anashangaa. Kwa kuna vitu vingine tutafanya baadaye kwa sababu yeye angalau ameona na kule kanisani alikuwa anafanya huduma, anapewa huduma na mchungaji. Kwa vingine tutafanya baadaye. Sema amen. Inua mikono yako. Sema Bwana Yesu, asante kwa uponyaji huu uliouachilia katika damu ya Yesu na kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Asante Baba kwa kuwa ni mwema na mwaminifu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sifa na utukufu ni za kwako katika damu ya Yesu. Amen. Asubuhi jana tuna somo la jioni na tuna somo la asubuhi. Na kwa sababu ni asubuhi, hebu tuende na mambo machache ambayo Mungu amenielekeza usiku tuyafanyie kazi kwenye ibada hii. Leta ile bango la asubuhi. Kichwa cha somo tulicho nacho asubuhi kinasema maombi yasiyokoma juu ya maisha yako. Maombi yasiyokoma juu ya maisha yako, au maombi yasiyonyamaza juu ya maisha yako. Mungu ana kawaida ya kukaa na sisi. Ndio kawaida ya Mungu. Ukikaa kwenye darasa la kutembea na Mungu, kuna fundisho linalosema unaposoma neno ni Mungu anazungumza na wewe, au ni Mungu anasema na wewe. Unapoomba ni wewe unasema na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma neno ni Mungu anazungumza na wewe. Unapoomba ni wewe unasema na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika Kristo Bwana asifiwe. Kwani nimekuwa nikizungumza kwa habari ya maombi yasiyokoma. Maana yake ndani usikii kunyamaza. Kwa nini usikii kunyamaza? Kwa sababu mahitaji ulionayo ni mengi. Na Mungu hapendi tunyamaze. Kama kuna kitu ambacho Mungu anakitamani kwetu ni kuona tunazungumza naye, lakini na yeye anazungumza na sisi. Ni kuona sisi tunapeleka haja zetu kwake na yeye analeta haja zake kwetu. Kwenye kile kitabu cha Wathesalonike wa kwanza ule mstari wa 17, lakini nitaanza ule mstari wa 16, alafu nitakuja wa 17, nitakuja wa 18. Anasema furahini siku zote, ombeni bila kukoma. Furahini siku zote, ombeni bila kukoma. Shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Sema amen. Sasa angalia lile neno ombeni bila kukoma. Furahini siku zote, lakini nasema ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Unajua ni ile hali unasikia ndani ya moyo wako ambayo unasema Mungu, mimi siwezi kunyamaza katika hili. Siwezi kunyamaza katika familia. Siwezi kunyamaza katika madhabahu yako. Siwezi kunyamaza. Maana yake kwa lugha nyepesi ni kama vile Mungu anasema usiache kuomba. Kwa sababu kuna mtu ambaye yani ukimwambia omba kwake ni kama umemtukana. Sema haleluya. Katika Kristo haleluya.
kwa sababu yeye kitu kinachoitwa kuomba kwake ni kitu cha ovyo. Lakini kumbuka, siku zote hauna mahali pa kuzungumza na Mungu isipokuwa ni kwenye maombi. Hauna mahali ambapo unaweza ukamweleza Mungu isipokuwa ni kwenye maombi. Si kila kitu unaweza ukamweleza mtu, lakini pia si kila kitu unaweza ukamweleza mtumishi. Sema amen. Ndio maana kuna kujitegemea kutokana na imani ulio nayo. Kuna kujitegemea kutokana na Mungu unayemwabudu. Kuna kujitegemea kutokana na Mungu aliyekupa uhai wako. Ndio maana swala la kuomba sio la mchungaji. Swala la kuomba sio la mwinjilisti. Swala la kuomba ni la kila mtu. Sema amen. Angalia kile kitabu cha Luka sura ya 18. Luka sura ya 18 na ule mstari wa kwanza. Luka sura ya 18 na ule mstari wa kwanza. Neno la Mungu linazungumza hivi. Luka 18. Akamwambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Akawaambia imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala msikate nini? Tamaa. Sasa angalia. Sasa Yesu akatoa mfano wa mwanamke mmoja ambaye alikuwa amefiwa, lakini kesi ilikuwa mahakamani. Biblia inasema yule mama alimwendea yule hakimu kila siku. Biblia imetumia kadhi. Alimwendea akiniambia, nipatie haki yangu, nipatie haki yangu. Biblia inasema yule kadhi akasema, ijapokuwa simchi Mungu, nitampatia huyu mama haki yake, asije akanichosha kwa kunijia mara kwa mara. Biblia inasema, je, Mungu hata wapatia mema wale ambao ni wavumilivu kwake? Lakini akazungumza tena, je, mwana wa Adamu atakapokuja duniani ataiona imani? Kwa angalia, huyu ni Yesu anazungumza kwa habari ya wajibu. Unajua kuomba ni wajibu. Sema amen. Kuna mtu anaweza akachati usiku kucha, lakini ukimwambia swala la kuomba hawezi. Kuna mtu akifika nyumbani ni simu. Hayo mimi naitaga mambo ya ovyo. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Au naitaga ushamba. Kwa nini nazungumza? Ukishajua Mungu amenipa nafasi, sijui kama naeleweka, sijui kwa wengine, lakini mimi huwa nawaza sana. Huwa nawaza sana. Ninaona yani muda tulionao wa kuishi duniani ni mdogo sana. Sema haleluya. Katika Kristo haleluya. Lakini huwa mimi pia najiambia, labda kwa sababu nimepita kwenye maisha magumu sana, labda kwa sababu nimepita kwenye vita ngumu sana, huwa mimi sitaki kumhesabia mtu mwingine, sitaki kumsemea mtu mwingine, lakini huwa napenda kujisemea mimi kwamba chochote nilicho nacho najua ni Mungu, katika jina la Yesu. Sema amen. Kuna vitu vingine lazima nivihesabu kuwa vya ovyo. Kwa nini? Nilimsikia mchungaji mmoja akisema hivi, mwanadamu kama anajizungumzia kama yeye, anasema mwanadamu amehusika katika lipi katika maisha yake. Kwa alikuwa anasema mwanadamu amehusika katika lipi juu ya maisha yangu. Unajua sai unaweza ukajiuliza, unaweza ukawa na magrupu mengi, unaona ni ufahari, lakini mimi naweza nikakwambia ni ushamba, kwa sababu mpaka ulipo ni Mungu amehusika kwa kila kitu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Unaweza ukasema nina marafiki, lakini nataka nikwambie, hebu jiangalie ulikotoka na ulipo. Yamkini kwenye huu mji ni mgeni, umetoka vijiji vya mbali, umetoka mkoa mwingine, umekuja kazini, umekuja kibiashara, unakuta umejenga, una gari, una hiki, ni Mungu amehusika. Sema amen. Ukitaka kujua, kamwangalie yule aliyeshindwa.
Kamwangalia yule aliyekwama, kamwangalia yule ambaye hata laki hawezi kushika, hata 50,000 hawezi kushika. Nenda tu kamwangalie. Alafu wewe una uwezo wa kushika 500,000, una uwezo wa kushika milioni, una uwezo wa kushika milioni 2, unatembea gari la milioni 15, milioni 20. Alafu unakuja kumwangalia uliyecheza naye, uliyekuwa naye. Yaani saizi ukimtazama hana mbele, hana nyuma. Lakini unakuta wewe atakangozi kanang'aa, hata ukivaa nguo mwilini inakaa. Unajua ni Mungu amehusika. Ndio hiyo Biblia sasa inasema imetupasa kumwomba Mungu siku zote. Kama ulicho nacho usivyovipata ni vingi kuliko ulivyo navyo. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Yesu akumbuke moyo wa rehema ndani yako katika jina la Yesu. Lakini ninachotafuta ile nafasi ya Mungu isiibwe ndani yako. Nafasi ya Mungu ibaki kuwa nafasi ya Mungu, na nafasi ya watu ibaki kuwa nafasi ya watu. Yaani watu wasichukue nafasi ya Mungu ndani yako. Sema amen. Kuna watu hapa marafiki wamechukua nafasi ya Mungu ndani yake. Lakini laiti kila mmoja angejua nafasi ya kwanza ni ya Mungu. Huwa mimi nikilala nikiamka ninawaza ninaamkaje kesho. Haleluya. Kwa nini nawaza namkaje? Ni ile nafasi ya Mungu ndani yangu. Ninapolala cha kwanza kinachonisumbua namkaje kesho. Kinachonitesa namkaje kesho. Haleluya. Katika Kristo. Haleluya. Kitu ambacho Mungu amesema nizungumza nao. Nawe jambo letu la kwanza asubuhi ya leo, sadaka ya daima na matokeo yake. Sadaka ya daima na matokeo yake. Haleluya. Sadaka ya daima. Sema sadaka ya daima. Sema tena sadaka ya daima na matokeo yake. Bwana asifiwe. Unajua kuna mtu ukimwambia sahi tunatoa sadaka ya mzaliwa wa kwanza, kati ya maswali anayojiuliza, kwa nini tutoe sadaka ya mzaliwa wa kwanza? Manake moyo wake hauko daima kutoa kwa ajili ya ufunuo unaotoka. Sema amen. Kwa sababu sadaka hatutoi kwa mazoea. Sadaka tunatoa kwa sauti ya Mungu inayotokea kwenye madhabahu au inayotokea ndani yako. Ndio maana kuna sadaka zingine unazitoa hata mchungaji ajui maana yake, lakini unayetoa unajua kwa nini natoa. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Hata mimi kuna sadaka naweza nikaileta madhabahuni, mchungaji wangu ajui kwa nini naileta, lakini mimi najua kwa nini naileta, kwa sababu ninavyosikia moyoni ndivyo napaswa kutoa. Usitoe kile ambacho moyoni usikii, kwa sababu ndani ya moyo wako kuna sauti ya Mungu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kwa mfano, soma kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 10. Matendo ya Mitume sura ya 10. Biblia inazungumza kwa habari ya mtumishi mmoja ambaye anaitwa Kornelio. Matendo ya Mitume sura ya 10. Matendo ya Mitume sura ya 10. Kama umeipata anasema hivi: palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kitari. Angalia mstari unaofuata. Mtu mtaua mcha Mungu, yeye na nyumba yake, naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Rudia tena ule mstari wangapi? Watatu, si ndio? Ni watatu au wapili niliosoma? Wapili. Anasema hivi. Anasema hivi. Rudi wapili. Mtu mtaua mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote, naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima.
Mstari wa 3 anazungumzia sadaka ilivyozaa. Sadaka ilivyozaa. Akaona katika maono wasi kama saa 9 ya mchana, malaika wa Mungu akimjia na kumwambia Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako, unaona, na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Lakini angalia Biblia inachosema. Alikuwa akimwomba Mungu daima na kutoa sadaka daima. Manake maisha yake yalikuwa ni maisha ya maombi, lakini yalikuwa ni maisha ya sadaka. Ndio maana ulivyo lazima ufanyike kwa baraka kwa wengine. Sema haleluya. Ulichonacho si cha kwako peke yako. Ulichonacho Mungu ameweka maisha ya watu wengine ndani yake. Nilikuwa nazungumza na rafiki zangu wawili ambao ni Mungu awabariki, amewabariki na ni wafanya biashara. Nikamwambia mmoja, nikamwambia, wewe sawa na mchungaji na kiti chako mbinguni kiko kwa nafasi ya uchungaji. Akashtuka, akaniuliza kwa nini. Nikasema sasa ana hoteli kubwa na ana vitu vingine. Nikaambia kuna watu wanafanya kazini kwako ni kwa sababu Mungu alikuamini akakupa pesa nyingi. Umewahi kujiuliza kwa nini huyo hapewi pesa nyingi? Akipewa pesa nyingi ataenda kuoa mke wa pili, wakati Yesu anataka ufungue miradi ili watu wengine waajiriwe kupitia wewe. Wewe unachukua pesa unaenda kuoa mke wa pili, unaenda kuoa mke wa tatu, utakufa maskini. Ndio maana wengine hawataka wapate pesa, kwa sababu wakipata pesa si kwa ajili ya kuwekeza, ni kwa ajili ya kufanya uasherati, ni kwa ajili ya kufanya uzinzi. Tumesoma kwenye liturujia yetu pale, anasema umelifahamu wazo langu tokea mbali, ukaniwekea na mkono wako. Maarifa yako ni ajabu, nayo yanishinda mimi. Sema amen. Ndio maana Mungu akikunyima kitu, anza kufua mawazo mabaya ulio nayo, kwa sababu akikupa na akili ulizo nazo. Kwa sababu ukikaa tu barabarani ukiangalia, huyu mwanamke ana makario makubwa, macho yako yanaenda. Ukitembea barabarani unawaza zinaa, ukitembea barabarani unawaza ngono, upewi hela. Ukiona Mungu amempa mtu kitu, ameutazama moyo wake, ameupima moyo wake. Sema haleluya. Nasema haleluya. Mungu ampi kila mtu. Umewahi kujiuliza kwa nini vyeo hata makazini apewi na kila mtu? Mnaweza mkao wasomi na unaweza kukuta anayepewa cheo ni mtu ambaye kielimu yuko chini yako. Kinachoangaliwa pale ni moyo wa mtu, kwa sababu anayetoa si watu, si mwanadamu. Anayetoa ni Mungu. Lakini Mungu huwa anaangalia lengo. Sema haleluya. Lengo nalokuwa ndani yako ndio cha kwanza Mungu anachoangalia. Ni hapa mimi nazungumza. Huyu jamaa alikuwa na uwezo, anaitwa Kornelio, lakini angalia sifa alizokuwa nazo. Ni sifa mbili. Alikuwa akimwomba Mungu daima, alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi. Unajua mbinguni wakaona sadaka zake. Mungu akataka ajue huyu jamaa sadaka yake anayoiachilia kwa watu na kwenye madhabahu imepokelewa. Biblia inasema akatokewa na malaika. Sema amen. Akamwambia Kornelio. Biblia inasema akasema mimi hapa, lakini Biblia inasema akaogopa. Mungu akamwambia kwa njia ya malaika, sala zako na sadaka zako zimefika mbele yangu na kufanyika kuwa ukumbusho. Akapewa cha kufanya. Lakini unakuja kuangalia swala la utoaji alikuwa la huyu jamaa peke yake. Swala la utoaji lilikuwa ni la familia, kwa sababu inasema yeye na nyumba yake, yeye na nyumba yake. Jamani, kuna watu ambao ni wagumu kutoa. Yani ukimwambia kutoa umemtukana matusi.
Kaangalie mama aliyemzaa, sio mtoaji. Kamwangalie baba aliyezaa, sio mtoaji. Kwa sababu kutoa ni kipawa tunachorithi. Sema amen. Narudia tena, nasema kutoa ni kipawa tunachorithi. Ninaeleweka mpaka hapo? Ninaeleweka mpaka hapo? Mimi nakumbuka nyumbani kwa mama na kwa baba yangu, uwezi kwenda ukatoka bila kula kuchukua kitu. Ndio maisha tuliokuwa nayo. Baadaye hata wachungaji ambao ni marafiki zangu, unakuta wakipita kwa baba na mama, walikuwa waondoki bila kitu. Siku baba amekufa, niliona wachungaji wakiniambia, yani umepoteza kitu muhimu. Nikauliza, kwa nini mnazungumza na mimi? Anasema, sisi tulikuwa tunapita nyumbani kwa baba yako kama baba yetu, na tukipita tulikuwa tutoki mikono mitupu. Lazima nyoshe mkono wake atupe kitu, kwa sababu swala la kutoa ni la kifamilia. Baba akiwa mgumu, hata watoto wake wa kiume watakuwa wagumu. Mama akiwa mgumu, hata uzao wake watakuwa, kwa sababu hawajamuona mama yao akitoa, hawajamuona baba yao akitoa, au hawajamuona mama yao akiwa hapa sadaka. Kwa mfano, tulikuwa tunaomba hapa kwa ajili ya watoto wetu wanaenda Sunday school, si ndio? Lakini angalia, mtoto anaenda Sunday school, unamfundisha vipi kutoa? Kwa sababu Biblia inasema Cornelio yeye na nyumba yake yamkini unampa 500. Kwa mtoto anajua Mungu ni wakupewa kidogo. Sema amen. Sema tena amen. Lakini siku yake chukua 10,000. Si anaenda Sunday school, mpe 10,000, mpe 5,000. Mwambie katoe. Anajua kumbe kikubwa ndicho anachohitaji kupewa nani? Mungu. Kwa sababu kadiri unavyomtengeneza ndivyo atakavyokuwa katika maisha yake. Sema haleluya. Katika Kristo, sema haleluya. Sasa Biblia inazungumza, huyu jamaa alikuwa akimwomba Mungu daima, akitoa sadaka daima. Ndio yalikuwa maisha yake. Angalia Ezekiel, kitabu cha Isaya 38. Isaya 38. Isaya 38. Ule mstari wa kwanza na wa pili na wa tatu. Isaya 38. Ule mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu. Hebu some pamoja na mimi. Isaya 38 mstari wa kwanza na wa pili na wa tatu. Neno la Mungu linasema hivi: siku hizo Ezekia aliugua akawa katika hatari ya kufa, na Isaya nabii mwana wa Amosi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Ezekia akajigeuza, akamwelekeza uso wake, akamuomba Bwana. Angalia mstari unaofuata. Akasema, Bwana kumbuka haya na kusi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Ezekia akalia sana sana. Mstari unaofuata, unaona Mungu anamrudisha Isaya, anamwambia rudi kwa Ezekia. Kilichomrudisha ni kitu gani? Kutumika kwake, ni sadaka zake ambazo alikuwa anazitoa kwa Mungu. Na alifika mahali sasa anaumwa. Wakati anaumwa, unaona Biblia inazungumza wazi kwamba jamaa hakuomba uponyaji. Haleluya. Alimkumbusha Mungu kwa habari ya utumishi wake. Maana yake alikuwa anamkumbusha Mungu kwa habari ya sadaka zake ambazo alikuwa akiziachilia daima kwenye madhabahu. Na alitaka hiyo sadaka sasa ambazo huwa anazitoa kwa Mungu zihusike na uponyaji wake, zihusike na kufunguliwa kwake, zihusike na vita yake. Sema amen. Katika Kristo, sema amen. Kwa mfano, unapita kwenye vita, unapita kwenye magonjwa, una kipi cha kumkumbusha Mungu? Una kipi cha kumkumbusha Mungu? Mimi nawaambia watu, sadaka sio matangazo. Ukiona unataka kufanya jambo kwa mfano hapa usharikani, alafu nasema jamani fulani inuka utoe sadaka, hiyo sio sadaka, huo ni mchango. Sadaka ni ile unasukumwa,
hata pasipo kuita. Unajua nimeitwa na Yesu. Mimi sisubiri kuitwa na mchungaji, sisubiri kuitwa na mwinjilisti. Yaani Yesu akisema fanya hiki nafanya. Sema amen. Kuna watu ili watoe kingi lazima asimamishwe ndo anatoa kingi. Huo ni mchango, na hiyo sadaka haina ukumbusho. Kwa nini ufanye kitu ambacho kesho yako haitasaidika katika hicho unachokifanya? Achilia sadaka ambayo kesho unaweza kumwambia Mungu, kumbuka uzao wangu kupitia hii sadaka. Haleluya. Kumbuka afya yangu, kumbuka kazini kwangu kupitia hii sadaka niliyoitoa. Kwani kilichomrudisha Dorcas duniani ni kitu gani? Sadaka. Kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 ule mstari wa 36. Kitabu cha Matendo sura ya 9 ule mstari wa 36. Kama umeupata sema amen. Umepata? Bado Bwana. Matendo ya Mitume anasema na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa, jina lake Tabita, tafsiri yake ni Dorcas, yani paa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Alikuwa amejaa matendo mema, alikuwa amejaa, rudisha huo mstari wa 36. Alikuwa amejaa matendo mema. Sema matendo mema. Sema tena matendo mema. Na mwanafunzi mmoja alikuwa Yafa, jina lake Tabita, tafsiri yake ni Dorcas, yani paa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Sasa Biblia inazungumzaje? Ule mstari unaofuata unazungumza hivi. Ni mstari wa ajabu sana. Mstari unaofuata wa 37. Ikawa siku zile akaugua akafa. Hata walipokwisha kumwosha walimweka orofani. Mstari unaofuata. Kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu 2 kwake, wakimsihi sana kusema, usikawie kuja kwetu. Mstari unaofuata anasema Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka orofani. Wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumwonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati alipokuwa pamoja nao. Biblia inasema Petro akawatoa nje wote, akapiga magoti, akaomba, kisha akaelekea yule maiti akanena, Tabita, ondoka. Na akafumbua macho yake, na alipomwona Petro akajinua akaketi. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Ngoja nikwambie, jifunze kuishi maisha ya sadaka. Jifunze kuishi maisha ya sadaka. Fanyika kuwa sadaka kwa watu wengine. Usidharau watu. Sema amen. Kuna watu ambao Mungu ametupa katika familia ni mtego kwetu. Kuna watu ambao tunakutana nao kwenye maisha yetu ni mtego kwetu. Sema haleluya. Katika Kristo haleluya. Unajua kitakachokuvusha kwa watu hao ni sadaka. Kitakachokutoa kwenye maisha yako ni sadaka. Kumbuka siku zote watu ambao ni watoaji, Mungu anasema nao kwa haraka. Watu ambao wanajitoa kwa ajili ya vitu vya Mungu, Mungu ameweka sikio lake karibu pamoja nao, kwa sababu ni watu waliopendezwa nao, ni watu ambao anatamani kusimama nao, kwa sababu Biblia inasema Yesu mwenyewe alifanyika kuwa sadaka ya daima. Ndio maana kuna wakati tunaimba tunasema damu yake na sadaka nategemea daima, yote yakiisha chini ya jua Mwokozi atanitosha. Sema ameni. Kwa Yesu alijitoa kuwa sadaka ya daima. Angalia, ukisoma Biblia kitabu kile cha Waefeso sura ile ya 5, Waefeso sura ya 5 mstari wa kwanza,
Efeso sura ya 5 mstari wa kwanza inazungumza hivi. Efeso sura ya 5 ule mstari wa kwanza, kuna neno moja la baraka liko pale, anazungumza kitu cha kiroho. Efeso sura ya kwanza ule mstari wa kwanza anasema hivi, hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa, mkaenende katika upendo kama Kristo alivyowapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yetu sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Lakini uasherati usitajwe kwenu kamwe, wala uchafu wote, wala wakutamani, kama iwastahilivyo watakatifu. Sema amen. Kwa wewe unaona leo ni Ijumaa Kuu, lakini Yesu alijitoa, ni sadaka. Wewe unaona Yesu leo anateswa msalabani, ni sadaka ambayo anaitoa kwa ajili yako ili wewe ufunguliwe katika vifungo vyako. Yesu alijitoa sadaka. Sema amen. Natamani kila mtu aelewe hivyo. Sema amen. Ndio maana leo hatukupaswa kuita Ijumaa Kuu, tulipaswa kusema sadaka ya Yesu kwa ajili ya ulimwengu. Kwa nini alikuwa anajitoa? Ili wewe ulipiwe deni. Sema amen. Katika Kristo. Sema amen. Ndio maana nasema alijitoa kuwa sadaka yenye harufu na manukato mbele za Mungu. Anasema hivyo sasa. Kwa angalia, ili uvuke kwenye vita yako, lazima sadaka ihubiri katikati ya vita yako. Ndio maana kuna wengine hawastahili kufa. Kwa nini hawastahili kufa? Maisha yao ni sadaka kwa ajili ya watu wengine. Unakuta huyu mtu anasomesha, unamkuta huyu mtu amejenga kwao, unakuta huyu mtu kwenye kukirimu yumo, unakuta huyu mtu kwenye kutunza makuhani wa madhabahu yumo. Sasa angalia, hata kama vita za magonjwa zinainuka kwake, hata kama vita za ajali zinainuka kwake, lakini Mungu pia mbinguni anaangalia, nitampata wapi mtu kama huyu? Sema amen. Ujaiona kwenye familia mnazaliwa 5, lakini mmoja ndiye anayetunza wazazi. Wengine utafikiria wajazaliwa nao wazazi. Akiiona simu ya mama yake, akiiona simu ya baba yake, apokei. Lakini kuna mtu ambaye hapa dada zake pumziko lake ni yeye. Kuna watu ambao hapa wadogo zake pumziko lake ni yeye. Maana yake huyu mtu maisha yake ni sadaka ya daima. Yani anachokipata hatamani kula peke yake. Alichobarikiwa na Mungu anataka wale pamoja na ndugu zake, kwa sababu anajua kubarikiwa kwangu si kwa ajili yangu, kubarikiwa kwangu ni kwa ajili ya ndugu zangu. Sema haleluya. Mungu hakupi kitu kwa ajili yako. Acha ubairi katika jina la Yesu. Nasema acha ubairi katika jina la Yesu. Mahali popote Mungu akikupa kitu si kwa ajili yako. Yani kuna watu ambao wamefungwa kwa ajili yako. Yani ndio maana Mungu akikupa pesa usikimbilie kununua vocha. Yamkini hiyo vocha ni sadaka ya mtu. Unajua nilipotoka jana madhabahuni hapa, Mungu ananiuliza, umewahi kuishi maisha ya sadaka? Ninajua ninatoa sadaka, lakini akaniuliza, umewahi kuishi maisha ya sadaka? Namuuliza Mungu, maisha ya sadaka kwa namna gani? Akasema, kama unaomba bila kukoma, lazima maisha yako yawe ya sadaka bila kukoma. Sema amen. Umewahi kusoma Biblia inaposema ukawaone wana wa wanao? Kwa nini Biblia inasema ukawaone wana wa wanao? Angalia, mpaka ufike kwenye huo umri inategemea utoaji wako. Sema amen. Kwa sababu Mungu hawezi kukupa miaka mingi kama una faida. Muulize jirani yako, wewe ni faida au unachekaga tu kanisani? Muulize wewe ni faida kwenye familia? Muulize wewe ni familia kwa ndugu zako? Kuna watu ambao yani ni kitu cha ajabu, hawajawahi kufanyika kuwa baraka kwa wenzao. Kazi yao ni kusema wenzao tu vibaya. Kwani nimsaidie yeye atanisaidia, kwani mimi nimsomeshe yeye atanisomesha.
Yani ndo maisha hayo. Kumbuka, chochote unachofanya ufanyi kwa ajili ya mtu, unafanya kwa ajili ya Mungu. Sema amen. Yani kwa mfano mimi, wengi wamepita mikononi mwangu, wengine sasa ni wachungaji wamepita mikononi mwangu, lakini hata wasiponikumbuka mimi, walipo ninamtukuza Mungu kwamba asante Yesu nilitumia katika utumishi wangu. Hawa wako pale. Kuna wengine nimewasomesha hata hela hatuna, wamemaliza chuo, wengine wanamaliza masters, lakini kwenye maisha yangu nikiwaona pale walipo, mimi ninamtukuza Mungu aliye hai. Sema haleluya. Sema katika Kristo haleluya. Nakumbuka siku moja tuliuguriwa na mtoto, tuko hoi kitandani, akaja binti moja ambaye tumemsaidia mimi na mke wangu kwa muda mrefu. Akasema gharama yake shingapi? Tukasema kwa siku ametuambia 1,000,000. Akasema ya leo nitatoa mimi. Lakini angalia, wakati tunatoa zile ndogo ndogo tulikuwa tunaona tunapoteza, lakini Mungu alienda kuweka akiba. Kuna mtu ambaye atasema kwamba baba yako alinisaidia, mama yako alinisaidia, lazima na wewe nikusaidie. Lakini kwa wakati huo unaweza ukasema huyu atanisaidia nini? Achana na hizo habari. Msaada wetu katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Kadiri unavyofanyika kwa baraka, naye Mungu anafanyika kwa baraka kwako. Sema haleluya katika Kristo, haleluya. Sasa angalia, sadaka ya Dorcas ya daima ilirudisha uhai wake. Sadaka ya daima ya Ezekia ilirudisha maisha yake, ilirudisha afya yake. Sadaka ya daima ya Cornelio ilileta uponyaji kwenye nyumba yake, ilileta wokovu kwenye nyumba yake. Lakini alipokuwa anatoa na kuwapa watu, unajua kwa jinsi ya kibinadamu, umewahi kukaa na mwanamke ambaye sio mtoaji? Au umewahi kukaa na mwanaume ambaye sio mtoaji? Hata akileta sadaka madhabahuni, hamwambii mume wake napeleka sadaka madhabahuni. Na akileta sadaka madhabahuni, anasema usinitaje jina. Haleluya. Ujue na uhakika kuna jamaa anakaa naye huko ndani, ikifika swala la utoaji ni vita. Sema amen. Mshukuru Mungu ukipata mke mtoaji. Mshukuru Mungu ukipata mume mtoaji. Sema amen. Ukitaka uzao wako ufanikiwe, tamani kuoa mwanamke ambaye ni mtoaji. Tamani kuoa mwanamke ambaye ni mzuri wa sura, mzuri wa umbile, lakini moyo wake ni mkono wa birika. Kwa sababu tunasema sisi wanaume ndio viongozi wa familia. Wanaume ndio tunaokusanya familia. Lakini ili ukusanye familia iwe imara, inategemea mwanamke ambaye ni mtoaji. Mimi kuna wakati nahubiri hivi kwa amani na furaha, lakini najua nilie naye nyumbani, hata akifika mgeni, hata kama sipo ataingia jikoni, hata kilichoko chumbani atakitoa. Kwa furaha yangu sio kwamba haimaanishi watanisema mke wako sio mzuri, lakini mimi kuna kitu nilichokipata zaidi ya uzuri. Oh, haleluya. Kitu gani nimekipata zaidi ya uzuri? Yani moyo wake. Kwa hata nikimuona mwanamke mwingine, hata angetembea kwa madaido kiasi gani, najiuliza hivi ana moyo wa kutoa kama wa mke wangu? Kwa sababu lazima uangalie nafasi yako kwenye familia. Piga hesabu, mimi ni mzaliwa wa kwanza. Amen. Maana yake nyumbani kwangu ni mahali ambapo hapata pungua wageni. Asipokuja dada, watakuja watoto wa dada. Asipokuja watoto wa dada, atakuja mama, atakuja shemeji. Mimi kwetu wa kiume niko peke yangu, lakini na dada zangu 5. Maana yake wote wananiona mimi ndo baba yao. Sema amen katika Kristo. Sema amen. Sasa piga hesabu, naoa mwanamke kwa sababu ana shepu nzuri, kwa sababu ana macho mazuri, kwa sababu akitembea kila mwanaume anageuza macho. Unaweza ukawa na mwanamke huyo, lakini usikipate kitu ambacho ni msaada kwa ajili ya familia. Kwa sababu mke sioi kwa ajili yangu nitembee naye hivi barabarani. Mke ninayemuoa ni kwa ajili afanyike kuwa baraka kwa ajili ya familia. Sema haleluya.
Lakini ili afanyike kwa baraka, lazima awe na moyo wa kutoa. Wewe na moyo wa kufanya nini? Wa kutoa. Si kuomba peke yake. Unaweza ukakemea mapepo sana, lakini sio mtoaji. Unaweza unafunga sana, lakini si mtoaji. Kuna mtu akemei, kuna mtu afungi, lakini unaona kila siku anapanda. Kaangalia kutoa. Kuna mtu ambaye hajawahi kukanda mtoto wa ndugu yake. Yaani tangu amezaliwa ni yeye na mke wake na watoto wake. Ujue kwenye familia yako kuna kitu kimepungua. Mwangalie jirani yako, mwambie mbona umekasirika ghafla? Maana naona mmoja ananitazama kwa hasira. Usinitazame kwa hasira, nakufundisha. Nasema hivi, nakufundisha. Yaani una kazi, mume wako ana kazi, mmebanana tu na watoto wenu 2, 3, si mnazaa kwa budget size. Mimi nijipatie watoto wangu tu 3, wakati kwenu mko 8. Yamkini wewe ni 5. Mama yako angeweka budget, ungetoka. Na kuuliza ungezaliwa? Mimi watoto wangu tu 3, acha ushamba. Yamkini umezuia kuhani ndo 4. Haleluya. Nasema haleluya. Unajua, jitahidi kwenda na sera ya Mungu kiroho. Bwana asifiwe. Yesu wangu, Bwana asifiwe. Lakini angalia, ukiona mtu ni mtoaji, nenda kwenye familia yake, wageni wapungui marangoni mwake. Sema amen. Lakini utakuta watumishi hawapungui marangoni mwake. Kaangalie, si kila mchungaji anaendaka kwenye nyumba ya Mkristo. Unakuta mchungaji huyu akiondoka anasema iseme tunze Mama Joni, ni mtoaji, anaangalia watumishi. Lakini kuna mtu mwingine kazi yake ni kutengeneza vita na watumishi. Yaani kila mchungaji akija, asa mchungaji ukae na mimi vizuri, wewe ni nani? Fanyika baraka katika jina la Yesu. Biblia inasema alikuwa akimwomba Mungu daima na kuhapa sadaka. Alafu Mungu akaniambia maisha ya Abraham au Ibrahim yalibebwa na sadaka, sio maombi peke yake. Ndio maana Mungu alimkumbuka hata wakati wa uzee wake, akampa mtoto ambaye anaitwa Isaka, na bado amempa mtoto ambaye ni Isaka. Biblia inasema bado Mungu alimfuata pale, akasema mtoe mwanao mpendaye Isaka kuwa dhabihu ya kuteketezwa. Na jamaa kusita. Kwa unajua huyu mtu pamoja na kizazi chake kilifungwa kwenye utoaji. Sema amen. Akaniletea mistari mingi toka sura 12. Unaona anamwambia toka wewe katika nchi yako na jamaa yako. Mstari wa 7 anasema Mungu akamwambia nchi yote uionayo nitakupa na wewe na uzao wako. Biblia inasema akatoa sadaka. Mstari wa 8 anasema akatoa sadaka nyingine ya kumwomba Mungu. Sura ya 13 Mungu anamsaidia, anamkomboa ndugu yake ambaye anaitwa Rutu. Amen. Mstari wa 14 Biblia inasema Mungu akamwambia ondoka, katembee katika nchi hii, katika mapana yake na marefu, maana nchi yote ionayo nitakupa wewe na uzao wako. Akatoa sadaka. Unaenda sura ya 15, anataka kumrithisha mfanya kazi. Mungu anambia huyo hata kurithi, bali atakaye toka katika viuno vyako. Akamuuliza Bwana, napataje kujua? Akamwambia nipatie sadaka. Sema haleluya. Maisha ya sadaka. Sura ya 18. Tusome hapo sura ya 18. Mwanzo sura ya 18. Soma hapo Mwanzo 18. Mwanzo 18. Mwanzo 18. Kama umeipata sema amen. Umeipata kabisa, usinitie moyo. Mwanzo 18 mstari wa 1. Biblia inasema hivi, Bwana akamtokea Ibrahim karibu na miaroni ya Mamre alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake mchana wakati wa hari. Angalia mstari unaofuata. Akainua macho yake
akaona natazama watu watatu wamesimama mbele yake, naye alipowaona alipiga mbio kuwaraki kutoka katika mlangoni pa hema yake. Akasema, Bwana wangu, kama nimeona fadhili machoni pako, na kuomba usinipite sasa, mimi na mtumwa wako. Mstari unafuata, na yaletwe basi maji kidogo, mkanawe miguu, mkapumzike chini ya mti. Akuuliza, jamani, mtakula? Kwa sababu kuna mtu mwingine anasema, utakula nikupikia chakula, we mchoyo, leta mezani. Akatae yeye. Sasa ukiniuliza utakula, nategemea nifanye sema nini? Sitakula, nimeshiba, lakini nina njaa, kwa sababu chakula chako ni mtego. Sema haleluya. Nasema haleluya. Nasema chakula chako ni mtego. Usiwe kwenye familia na chakula ambacho ni mtego. Unajua moyo wa ukarimu hautaki kujua huyu mtu alikotoka, amekula au hajara, ameshiba au hajashiba. Huyu jamaa anasema, ikiwa nimepata fadhili machoni penu, kibali machoni penu, tafadhali na mkanawe miguu. Sema amen. Lakini Biblia inasema huyu jamaa akakimbia hemani kwa Sara, akamwambia andaa mkate wa unga laini. Akakimbia kwa mfanyakazi wake, akamwambia andaa ndama aliye laini. Haleluya. Vikaandaliwa, vikaletwa mbele ya wale watu. Biblia inasema wale watu watatu walipokwisha kula, walimuuliza Ibrahim, Sara mkeo yuko wapi? Akaambia yuko hemani. Wakamwambia, panapo majira kama haya, panapo majira kama haya. Ni mstari kama sikosei wa 9 wa 10. Akamwambia, hakika ninakurudia mwaka huu, mwakani tazama Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema aliyokuwa hapo nyuma yake. Mstari unaofuata unasema hivi, mstari unaofuata, basi Ibrahim na Sara walikuwa wazee na umri wao mkubwa, na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. Mstari unaofuata anasema, kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akisema, niwapo mkongwe nitapata furaha, na bwana wangu ni mzee. Bwana akamwambia Ibrahim, mbona Sara amecheka akisema, mimi kweli nitazaa mwana nami ni mzee? Angalia mstari ufuata, kuna neno gani lilo gumu la kumshinda Bwana? Kwa muhula wake nitakurudia wakati huu mwakani, na Sara atapata mwana wa kiume. Sema amen. Sadaka yako ya daima inafungua milango iliyofungwa. Unajua kuna vitu ambavyo watu wanasema haiwezekani. Kwa nini wanasema haiwezekani? Wanakupima kwa jinsi ya kibinadamu, wanakupima kwa jinsi ya mwili. Unajua hatutegemei nguvu zetu za mwili na akili zetu za mwili kufanya mambo yetu yaende. Tunategemea mkono wa Bwana. Sema amen. Kuna vitu hata wewe mwenyewe unajua kwa jinsi ya familia uliotoka usingefika hapo ulipofika. Hata mimi nawaambia watu, kama kuna mtu alidharaulika na kudharaulika, mimi ni wa kwanza, lakini kwa njia ambazo mimi sijui, kila siku ninajikuta nina hatua. Hata wale waliokuwa wananidharau sasa wananiheshimu. Lakini ni nani aliyoyafanya hayo? Ni Mungu. Lazima kuna sadaka yangu ameikumbuka. Lazima kuna sadaka ya bibi yangu ilikumbukwa. Lazima kuna sadaka ya baba yangu ilikumbukwa. Mtu mmoja alinifuata akaniambia, ulivyo wewe ni bibi yenu alikuwa mkarimu sana. Ndicho alichoniambia, bibi yenu alikuwa mkarimu sana. Sasa angalia, ukarimu wa bibi tukauona kwa baba, na sisi watoto tunatoa hivyo hivyo. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Lakini angalia kilichotubeba sadaka. Kwenye sadaka hakunaga ugumu wa maisha. Kwenye sadaka milango inafungukaga yenyewe. Wala uhitaji nguvu, milango yenyewe inafunguka. Sema amen wewe, sema amen. Katika Kristo sema amen. Hivi mwahi kujiuliza kwa nini Biblia inasema Daudi? Sema Daudi
aliwaita Gadi na Nathani, akamwambia, mimi nimekaa kwenye nyumba nzuri, lakini sanduku la Bwana linakaa kwenye mapazia. Simewahi kusoma mstari. Wakamwambia, ulitakalo lifanye. Biblia inasema wale watumishi wakatokewa na neno la Bwana, wakasema, Mungu amejua moyo wako, lakini hutajenga hekalu wewe, kwa sababu umefanya vita na kumwaga damu nyingi juu ya uso wako. Nitainua mzao wako katika viuno vyako, ndiye atakayenijengea hekalu. Unajua, ukisoma Biblia mpaka mtu anafikia kujenga nyumba ya Bwana ni mkono wa utoaji. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Baadaye unakuja kuona hiki kitu kwenye familia hakikuwa kitu cha kawaida. Sitasoma mistari mingine, lakini nitakuelezea. Sulemani akazaliwa. Baada ya kuzaliwa, sura ya 29 Nyakati wa kwanza, angalia moyo wa utoaji wa huyu baba. Nyakati wa kwanza sura ya 29 inazungumza namna huyu baba anapoelezea makutano. Anasema Sulemani ambaye akali ni mchanga, na kazi hii anaifanya ni kubwa, kwani enzi hii si kwa mwanadamu ila kwa Mungu. Alafu unajua anasemaje? Basi nimeiwekea nyumba ya Mungu wangu dhahabu kwa vitu vya dhahabu na fedha kwa vitu vya fedha. Nyakati wa kwanza sura 29 ndio imeandika hivyo, si ndio? Lakini angalia, basi kwa uwezo wangu wote nimewekea akiba nyumba ya Mungu wangu, dhahabu kwa vitu vya dhahabu na fedha kwa vitu vya fedha na shaba kwa vitu vya shaba na chuma kwa vitu vya chuma na miti kwa vitu vya miti, vito vya shohamu na vya kujazia, vitu vya juu na vya rangi mbalimbali na mawe ya thamani ya kila namna na marimari tere. Anaelezea, nami tena kwa kuwa nimewekea nyumba ya Mungu wangu shauku yangu, nami ninayo hazina yangu. Sema amen. Anatoa sadaka kwa ajili ya uzao wake, lakini anatoa sadaka kwa ajili yake. Umewahi kuona mtu ambaye yani anakuja kanisani ana sadaka ya mtoto alafu ana sadaka ya kwake? Huyu jamaa anaenda ibadani, hapo alikuwa yuko ibadani wewe. Angalia, ana sadaka ya mtoto ya thamani, lakini ana sadaka ya kwake ya thamani. Huyo mtu utalingana naye? Wakati tu sadaka ya kwako unaletaga change, uletagi sadaka. Vile vilivyobaki kwenye kilo ya nyama ndio unaweka kwenye sadaka ya ahadi. Vile vilivyobaki kwenye sukari ndio unakusanya change. Lakini hii ni sadaka, sio change. Sema amen. Wewe unatoaga change hata kwenye kazi ya macho. Unatoaga nini? Vilivyobaki ndio unaleta. Uleti sadaka. Unajua kila mtu angeleta sadaka, wewe unadhani kanisa hili lingekuwa hivi? Bwana asifiwe. Huyu alileta sadaka. Angalia, Sulemani amepewa nafasi ya kuongoza wana wa Israeli kwenye ile Wafalme wa kwanza sura ya 3. Wafalme wa kwanza sura ya 3. Jamaa palifika mahali amechoka, kundi analoliongoza ni kubwa. Biblia inasema akaenda Gibeoni, maana ndo mahali pakuu papasapo kutoa nini? Sadaka. Akatoa sadaka 1000 za kuteketezwa. Usiku Mungu akamtokea akamwambia Sulemani, omba utakalo nikupe. Kilichomleta Mungu kwake nini? Sadaka. Sema amen. Jamaa alisemaje? Umemfanyia fadhili kuu baba yangu, umempa mwana wa kuketi kitini pake, nami ningali bado ni mchanga, na watu hawa ni wengi, hesabu yao ni kubwa, sijui namna ya kutoka, sijui namna ya kuingia. Mungu alimwambia kitu gani? Umepewa moyo wa akili. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Alimwambia tu umepewa moyo wa akili. Kwa kumbe akili ndani ya uzao wako zinatokana na sadaka unazotoa. Kwa sikazane tu, Bwana Yesu naomba akili, peleka sadaka. Ni hiyo sadaka yako naitoa kila siku ndio inaozaa watu wenye akili kwenye familia, ndio inaozaa watu wenye uwezo kwenye familia. Ni sadaka yako.
Kadri unavyokuwa mgumu kutoa sadaka, unatengeneza wajinga marangoni mwako, unatengeneza wafuta bangi marangoni mwako, unatengeneza wazinzi marangoni mwako, unatengeneza wanywa pombe marangoni mwako. Ni sadaka yako, kwa sababu uwezo wa kupambanua haupo. Kwa sababu kinachompa mtu kujipambanua ni sadaka. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Yesu akukumbuke katika jina la Yesu. Lakini ni sadaka yako. Sema ni sadaka yangu. Sema tena ni sadaka yangu. Wala usije ukamsingizia mtu, usije ukamsingizia mwalimu darasani. Sadaka yako inaamua juu ya hatima ya watoto wako katika jina la Yesu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Yatosha. Tutaonana jioni. Inua mikono yako. Inua mikono yako. Tumesema jioni ni sadaka ya mzaliwa wa kwanza. Hebu tungangane watoto wetu wavuke 2025. Sema Bwana Yesu, naomba unisamehe. Naomba unisamehe Yesu. Ninajua sijatoa sawa sawa na vile unavyotaka. Katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu na rehemu. Nisamehe Baba yangu. Nisamehe Yesu wangu. Nisamehe Mfalme wa falme. Ninapenda kukutorea. Nisaidie nikutoree. Nisaidie nitoe. Nisaidie Baba. Nisaidie Baba. Ukakumbuke sadaka zangu na familia yangu. Ukanifungulia mlango uliofungwa. Sadaka ya Ibrahim na Sara ilileta mzao, tena mzao mwenye akili. Yesu kaziangalie sadaka zangu, katika uzao wangu wenye akili wakatokee, wenye maisha wakatokee, wasomi wakatokee, waliofanikiwa wakatokee, kwa jina la Yesu Kristo.